Naomba nikushirikishe mambo makubwa manne katika siku ya leo, katika hii video ya leo. Mambo haya ni jinsi ya kushinda majaribu makubwa manne ya kisasa ya kidijitali ambayo unataka, hautaki, hujihusishi, unajihusisha, yanakuhusu. Kila mwanadamu anapitishwa katika majaribu haya makubwa manne. Kwa nini? Kwa sababu dunia ipo katika vita vya wema na uovu. Tuombe. Baba Mungu wa mbinguni, asante kwa sababu majaribu aliyoyashinda Yesu tunakwenda kuyashinda sawa sawa na nguvu yako siku ya leo, katika jina la Yesu, amen. Biblia inasema hakuna jipya chini ya jua. Kwa maana nini? Mbinu za huyu adui kutujaribu ni zile zile tangu ameanza kazi katika bustani ya Eden, lakini kila kizazi huwa anazibadilishia vazi. Katika kila kizazi adui huwa anatumia majaribu au mbinu ile ile, lakini anayabadilishia vazi ili kukupumbaza uone ni kitu kipya, kumbe ni kile kile cha zamani. Uone ni ujanja, kumbe ni ushamba ule ule wa zamani. Nikupe mfano kabla tujakwenda kukokotoa majaribu haya manne na jinsi ya kuyashinda. Mfano, kitabu cha Ufunuo 18 mstari wa 23, kipengele cha mwisho. Anatupa sentensi ambayo inasema hivi. Anasema hivi, kwa kuwa mataifa yote walidanganywa kwa uchawi wako. Kwa kuwa mataifa yote yalidanganywa kwa uchawi wako. Hapa alikuwa anaizungumzia Babeli au dunia katika kipindi hiki cha siku za mwisho, jinsi kitakavyokuwa kimedanganywa na uchawi. Sasa unaweza ukasema, mbona nikizunguka naona wazungu sio wachawi? Mataifa yote, Marekani wanadanganywa kwa uchawi, Ujerumani wanadanganywa kwa uchawi, Urusi wanadanganywa kwa uchawi, Israeli wanadanganywa kwa uchawi, Waafrika wanadanganywa kwa uchawi. Unasema mbona sioni uchawi? Ngoja nikwambie. Hili somo tutakuja kujifunza kwa kina siku nyingine. Katika mitandao ya kijamii kumejaa uchawi na ushirikina. Katika mifumo ya kisasa imejaa uchawi na ushirikina ambao umetumika kwa ujanja wa level ya juu sana kuwadanganya wafuasi wa mitandao na mifumo hii wajikute wamemtoka Mungu. Kwa hiyo unasema uchawi uko wapi? Uchawi ule ule wa zamani umevikwa suti nzuri yenye kung'aa na ukavikwa teknolojia. Ndio maana zamani watu walikuwa wanavaa ilizi, wachawi wa zamani. Sasa anavaa hata bracelet fulani hivi ambayo ni kawaida kabisa, haina chochote, lakini kumbe ina mambo ya kishirikina ndani yake. Sasa siwezi nisiseme sana huku, maana hata hivyo maandiko yanasema Waefeso, mambo yanayofanyika gizani ni aibu hata kuyasema. Hiyo nilikuwa nakupa tu mfano kwamba tunasema dunia itafungwa kwa watu wakiwa wamedanganywa na uchawi mwingi sana kwenye kila nyanja. Wazungu, Waarabu, Wachina, Waafrika. Tena wengine wanasema Waafrika ni wachawi, kumbe kinachotembea duniani nzima ni uchawi ambao umekuwa coded au umefichwa katika mfumo wa kisasa wa teknolojia. Sasa basi, twende kwenye lengo letu. Hili nataka nikupe tu mfano wa kitu kimoja ambacho kinakuthibitishia ya kwamba kuna uchawi ambao utafunga historia ya dunia, lakini watu hawataona uchawi, wataona kitu kingine. Kumbe mbinu za shetani ni zile zile kuu, lakini anazibadilishia majina na mavazi na manukato, zinaonekana kama kitu kipya hivi kizuri, lakini ni zile za zamani. Majaribu makubwa manne ya kisasa ambayo lazima uyashinde. Na kama jaribu la kwanza, majaribu haya ni yale ambayo Yesu alijaribiwa. Jaribu la kwanza ni Luka 4 mstari wa 1. Hii tunaita ni jaribu la utambulisho wako. Kama kuna eneo ambalo adui anashambulia watu wa siku za mwisho wa kila kabila, dini, unapenda Mungu, upendi, una dini, unapitia kila sekunde shambulizi ya kujitambua,
shambulizi la utambulisho wako. Luka 4 mstari wa kwanza. Luka 4 mstari wa kwanza. Anasema kama wewe ni mtoto wa Mungu. Kama wewe ni mtoto wa Mungu. Sasa hii inaitwa kama wewe ni mtoto wa Mungu. Kaadui anamuuliza Yesu, kama wewe ni mtoto wa Mungu. Neno kama linaleta doubt kwamba hivi unaweza kuwa mtoto wa Mungu au sio mtoto wa Mungu. Analeta uchafuzi wa kifikra juu ya utambulisho wa Yesu. Yesu ametoka kubatizwa akatambulishwa, watu wote wakasikia katika mto Yordani wakati anatoka kubatizwa. Wakati jamaa anasema mimi sistahili hata kulegeza gidamu za viatu vyako, sauti katoka juu ikasema, huyu ni mwanangu mpendwa, ninayependezwa naye. Dakika chache yuko mlimani kwenye majaribu, kajamaa kanamwambia kama wewe ni mtoto wa Mungu. Manake anataka atilie mashaka utambulisho wake katika Mungu. Jaribu kubwa ni pale unapoanza kutilia mashaka utambulisho wako katika Mungu. Wako watu tumedanganywa na uchawi wa kisasa unaokuja katika mfumo wa nadharia, katika mfumo wa usasa uliojificha sana, lakini umekuwa calculated kushambulia eneo la fahamu yetu, tupoteze utambulisho wetu katika Mungu. Kuna mtu anasema mimi ni dhambi ndio zimepelekea, kuna matendo unafanya yamepelekea ujione wewe kwa Mungu ufai kabisa. Ufai kabisa. Unasahau Yesu anasema kuna furaha kubwa mbinguni kondoo mmoja aliyepotea akirudi. Yaani wakati utambulisho wako uliovurugwa na adui kuhusu mahusiano yako na Mungu, unapoona haufai kabisa kuwa na ukaribu na Mungu, umeshaachwa, dhambi zimeshakusogeza mbali na Mungu, Mungu anayekutafuta anasema kuna furaha kubwa sana mtu mmoja akirudi kwa Mungu. Kwa eneo la utambulisho linashambuliwa sana, na ndio maana Mungu akasema aliumba mtu mke na mtu mume. Shetani ameingia katikati, ameleta kitu cha gender confusion. Yaani watu wanashindwa kujitambua wao ni jinsia gani na jinsi ipi. Kwa lugha za ujanja za kitaalamu na usomi na uchambuzi wa kinadharia za uibukaji, evolution theories, wanavurugwa akili na wanaletewa laboratory evidences, ushahidi wa kimaabara. Mtu anakuta akili yake imefumbwa, anashindwa kujitambua yeye ni nani katika Mungu. Tena kuna wengine wamefikishwa hatua kadui kametuchanganya akili, tumefikia viwango sasa hata umeshindwa kujithamini kama umeumbwa na Mungu. Unajua watu wanafikiri Mungu aliumba pale ambapo katika bustani ya Edeni Mwanzo 1:2, lakini Mungu anasema hiyo haitoshi. Hata tumboni mwa mama yako alikuumba. Angalia, anaambiwa nabii Yeremia, nalikujua tangu ukiwa tumboni, nalikuchagua tangu ukiwa tumboni mwa mama yako. Ndio maana watu wamevurugwa utambulisho wao katika Mungu. Hata wajawazito wanahesabu mtoto ni yule ambaye ameshafunguliwa, ameshatoka tumboni, na ndio maana wepesi kuua mtoto. Unayemuua, unayemtoa ile abortion, Mungu anasema nilimjua huyo mtoto tangu akiwa tumboni. Kwa tangu akiwa tumboni anatambulishwa kwa jina la Mungu, na Mungu ana kusudi lake naye, na ndani yake ameweka vitu ambavyo wewe huna, baba yako hana, mama yako hana, hakuna mwanadamu mwingine yoyote aliyeko duniani aliyenacho. Mhubiri 11 mstari wa 5. Kama vile wewe usipojua njia ya upepo ni ipi, wala jinsi mifupa ikuavyo tumboni mwake mjamzito, kadhalika hujui kazi ya Mungu afanyaye mambo yote. Mambo yote. Kwa shambulizi la utambulisho wako
Ukisha vurugwa utambulisho wako katika Mungu, amevuruga kila kitu adui. Mungu anataka tushinde hii kitu. Anataka tushinde hii kitu. Na mtu anayejitambua ni yule ambaye anatambulisha maisha yake katika Mungu, katika Mungu. Kwamba mimi nimeumbwa na Mungu, alafu ndani yangu Mungu amenipa kitu ambacho hakipatikani kwa mwanadamu mwingine yeyote. Nikijifungia, nimezuilia kubariki watu wengi kwa kile ambacho Mungu ameweka ndani yangu. Kwa utagundua kila mwanadamu ni wa thamani sana machoni pa Mungu, lakini pamoja na mwenzetu. Ndio maana mtu akifa tukizembe, hicho kitu kinamuuma sana Mungu. Maana kuna watu wengi watakosa huduma yake ambayo ameiweka ndani yake. Hata kwenye taifa, mtu akipotea hata kwa sababu yoyote, ni kitu cha kutia uchungu, kwa sababu yule amekuwa designed awe mahali hapa ili aweze kuwa baraka kwa ili eneo. Hicho kitu chake akiondoka nacho hutakipata kwa mtu mwingine yeyote, na kwa sababu hatuvitoi ni vile tumeshindwa kujitambua katika Mungu. Badala yake unajitambulisha katika elimu yako, katika uzazi wako, ukoo wako, wazazi wako, na maanisha katika dhambi iliyokushinda. Kama umeshindwa na madawa ya kulevya, unasema mimi ni mvutaji madawa ya kulevya. Yaani umepewa utambulisho mpya. Nataka nikutie moyo mpendwa. Wakolosai 3:3 inatupa kanuni. Kwa maana mlikufa na uhai wenu umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu. Mwanadamu aliyempokea Yesu Kristo kuwa Bwana Mwokozi wake, huyo ndo mwanadamu ambaye ametambuliwa katika Mungu. Wengine wanatambuliwa katika Mungu ili waletwe kwenye huu mfumo wa kujitambulisha katika Yesu. Unasema huyo mtu amekufa, vitu vyake vya kale vimekufa, uhai alionao umefichwa katika Kristo, katika Mungu. Thamani ya mtu haipimwi katika kupumua kwake. Thamani ya mtu inapimwa katika yule aliyeungana naye, yule ambaye ameshikilia uhai wake. Kama uhai wako umeshikiliwa na Mungu, wewe ni wa thamani sana machoni pa Mungu. Kama uhai wako umeshikiliwa na elimu, na vyeo, na ukoo, na ujuzi, na ujuaji, na maarifa, na fedha, uhai wako umeutelekeza. Uhai wako umeutelekeza. Danieli 10:19 akasema, mtu upendwae sana, usiogope, amani iwe kwako, uwe na nguvu. Naam, uwe na nguvu. Aliposema nami nikapata nguvu, nikasema Bwana wangu. Na useme Bwana wangu, kwa maana umenitia nguvu. Danieli hapa alikuwa anatubu. Ni mdhambi kama wewe, ana makosa kama wewe, lakini katika kutafuta connection yake na Mungu, kuboresha ukaribu wake na Mungu, malaika anatumwa. Asemi mdhambi unayetubu, anasema wewe upendwae, lazima ujitambulishe kama mtoto wa Mungu unayependwa. Licha ya madhaifu na madhambi na makosa ulionayo, wewe ni wa thamani machoni pa Mungu. Jitambue thamani yako katika Mungu. Haiwezekani Mungu Emmanuel, Yesu Kristo, Mungu pamoja na wanadamu, aje afe kwa ajili yako. Wewe si mtu wa kawaida. Kwa usiruhusu kitu chochote kikafuta utambulisho wako. Maporomoko na mafuriko ya dhambi nyingi kwenye maisha ni matokeo ya kujiona si wa thamani machoni pa Mungu. Hata wakati mwingine umeshindwa kuziwasilisha dhambi zako kwa Mungu. Umeogopa kwa sababu unaona uko mbali na Mungu. Anakupenda sana Yesu wako. Wewe upendwae, kama alivyomtia nguvu Danieli. Danieli akasema nami na nguvu, ninaona nguvu kwako, akutie zaidi nguvu. Akurudishie utambulisho wako ulioporwa na kuibwa na kale kabwana kadogo ka adui ya Ibilisi. Bwana akupe kujitambua katika Kristo, kwa jina la Yesu. Amen. Mungu anataka
utende matendo mema kama matokeo ya huyo Mungu alivyokuokoa ndani yako. Na si shetani anataka utende matendo mema ya kiroho na ya kidini na masafi kama njia ya kumuonesha Mungu umekubaliwa. Ndio maana baadhi ya dini adui anawaambia ukitenda matendo mema yatasaidia kupunguza dhambi zako, kana kwamba wewe ndani yako unaweza kutenda matendo mema. Maandiko yanasema ndani yako hakuna kitu chochote. Tena Yeremia anasema 9, moyo ni mdanganyifu, akili zako, moyo wako, vitu vyako ni vidanganyifu hivi, na una ugonjwa wa kufisha, una tatizo laweza kusababishia madhara ya kifo. Ni nani awezaye kujua? Hata wewe mwenyewe huwezi kujua moyo wako. Sasa basi, kusoma kitabu cha Waefeso 2 mstari wa 10 anasema hivi: kwa maana tu kazi yake tuliumbwa katika Kristo Yesu tutende matendo mema. Sikiliza sasa hapa, ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza ili tuyatende. Ili tuyatende. Mungu ametutengenezea matendo mema tukishaingia upande wake ili tuyatende. Tuliumbwa, nasema tuliumbwa katika Kristo Yesu, kisha mpokea Yesu kwa Bwana Mwokozi wako. Matendo mema ni zawadi ambazo Mungu ametutengenezea ili tuyatende aweze kuwa baraka kama matokeo ya kuwa na huyu Mungu, lakini sio njia au michakato ya kumfurahisha Mungu na kutaka atupende. Kwa hiyo naita performance trap. Jaribio, mtego uliowatega watu wengi ni kujionyesha. Wahubiri tunajionyesha, waimbaji wanajionyesha, waumini wanajionyesha, watu wa sadaka wanajionyesha. Wakati Mungu anasema hayo mambo mazuri nilikuumbia wewe kama matokeo ya wewe kuwa na Mungu. Huna sababu ya kujionyesha. Badala ya wewe kujionyesha, muonyeshe huyo Mungu aliyekuwezesha hivyo vitu. Tumia muda Mungu kumwelezea Mungu, kumsifu yeye. Utukufu uende kwake, si kwako. Maana kwako hakuna kitu chema kitokacho ndani yako, isipokuwa Mungu ameingia ndani yako, ameishi ndani yako. Ndio maana anasema 2:20 wa Galatia, nimesulubiwa pamoja na Kristo, sio mimi ninayeishi bali Kristo ndani yangu. Wala mimi nisijisifu kwa lolote isipokuwa Kristo na yeye amesulubiwa. Anasema tu watenda kazi pamoja na Mungu. Anasemaje? Anasema hivi kwamba yeye ndiye atendaye kazi ndani yetu, kutaka kwetu na kutenda kwetu. Jaribu la tatu hili linaitwa ukaidi. Katika jaribu hili la pili ni pale ambapo aliambiwa badili jiwe liwe mkate. Yesu anamwambia, shetani anamwambia Yesu, jaribu hilo jiwe liweze kuwa mkate. Badili hilo jiwe liweze kuwa mkate. Maana yake afanye performance, ajionyeshe uwezo wake kwa dunia wa kubadilisha vitu kuwa vitu. Badala ya kuwahudumia watu kwa vile ambavyo Mungu amempa, hajaribu kujionyesha. Lakini niseme jaribu la 3, nasema presumption, ni ukaidi. Kwenye ukaidi ni pale ambapo au kufanya mambo bila Mungu, kufanya mambo kama matokeo si ya kutii sauti ya Mungu, ni matokeo ya kujitutumua wewe kama wewe. Yani ita ukaidi. Jambo lolote utakalolifanya pasipo imani kwako wewe ni dhambi. Imani ni nini? Imani ni kuwa na uhakika na yatarajiwayo. Imani ni nini? Imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Chochote utakachokifanya bila Mungu, hiyo tunasema ni presumption, ni ukaidi kama unamwamini Mungu. Lakini ni pale ambapo tunapoweka mipango yetu bila kumshirikisha Mungu. Unapofanya jambo lolote bila kumshirikisha Mungu, unapopanga mipango yoyote bila kufanya communication, mawasiliano na Mungu, tunasema wewe ni mkaidi.
una imani. Na baada ya kuwa iko katika utekelezaji, unapoanza kufanya mipango yako bila Mungu, alafu umeenda katikati ukaja ukamjazia hapo Mungu, au ukaenda yakakuharibikia ukamjazia Mungu, au mwishoni ukaja tu ukamweka Mungu kama kifuniko cha chupa ya bia au ya soda kwa juu kama unafunikia, ila mambo umefanya mwenyewe yote, unasema wewe ni kaidi, una imani, una kitu cha presumption. Na hiki tunaita ni kiburi. Na huu ndio mzizi wa kiburi, unapojitangazia uhuru wa kufanya mambo pasipo Mungu, au kumfanya Mungu kama ni kifuniko cha mwisho wa mambo yako, na sakafia tunasema sugar coating. Kama unafanya jambo lako mwisho unalipaka rangi, unalifanyia ile packaging ile kama pipi, unazungushia ile cover la nje limeandikwa Mungu. Hapana, Mungu anataka mwanzo na mwisho ufanye na Mungu. Tunasema huyu mtu ni wa imani. Anasema pasipo imani hauwezi kumpendeza Mungu. Alafu mtu asiye na imani Mungu amfurahi. Kwa hiyo jaribu hili wamejaribiwa watu wengi wa siku za mwisho. Unaona watu wanapambana, wanajaribu huku na kule na huku na huku, wanahangaika pasipo kumshirikisha Mungu. Unafanya kosa baya sana. Zaburi 19 mstari wa 13 anazungumzia tu presumptuous work au matendo ya ukaidi. Anasema umzuie mtumishi wako asitende mambo ya kiburi, yasinitawale mimi, ndipo nitakapokuwa kamili nami nitakuwa safi, sina kosa lililo kubwa. Anaposema umzuie mtumishi wako asitende mambo ya kiburi, mambo ya kiburi, neno mambo ya kiburi maana yake ni mambo ya kikaidi, mambo bila Mungu, mambo ya kiburi, presumptuous work, mambo ya kiburi au presumptuous work. Hayo yakikutawala, hayo yakikutawala hayo mpendwa, anasema utakapozuiwa kufanya hayo mambo ndipo utakapokuwa kamili, utakuwa safi, sina kosa lililo kubwa. Kama kina makosa tu ya kawaida haya ambayo Mungu naye atakusaidia utayafyeka. Kwa hii kitu inatutesa sana watu wa siku za mwisho. Hata hapo unaweza ukashanga mtu amesimama anaanza kuhubiri, ametoka kuzini, anahubiri, anaanza kuhubiri, ametoka kudanganya, hajaomba toba, hajaongea na Mungu kabla hajaongea na watu wake. Usiwe na kielele cha kutaka kuongea na watu wa Mungu kabla hujaongea na huyo Mungu mwenye watu. Hiyo tunasema ni presumptuous work, ni matendo ya kiburi, matendo ya ukaidi. Kwa hiyo Mungu akusaidie. Ninakuombea kwa Mungu na hiki ambacho umekiomba huyu mtunga Zaburi kikutokee na wewe. Uzuie mtumishi wako asitende mambo ya kiburi. Mithali 19:3 anasema upumbavu wa mtu umpotosha njia yake na moyo wake hununa juu ya Bwana. Uko katika jaribu la moyo wako kumnunia Mungu. Wanaojiita atheism wote wamemnunia Mungu tu, kwa sababu Mungu, ukisoma kitabu cha ni pale ambapo tunapoweka mipango yetu bila kumshirikisha Mungu. Unapofanya jambo lolote bila kumshirikisha Mungu, unapopanga mipango yoyote bila kufanya communication, mawasiliano na Mungu, tunasema wewe ni mkaidi, una imani. Na baada ya kuwa iko katika utekelezaji, unapoanza kufanya mipango yako bila Mungu, alafu umeenda katikati ukaja ukamjazia hapo Mungu, au ukaenda yakakuharibikia ukamjazia Mungu, au mwishoni ukaja tu ukamweka Mungu kama kifuniko cha chupa ya bia au ya soda kwa juu kama unafunikia, ila mambo umefanya mwenyewe yote, unasema wewe ni kaidi, una imani, una kitu cha presumption. Na hiki tunaita ni kiburi. Na huu ndio mzizi wa kiburi, unapojitangazia uhuru wa kufanya mambo pasipo Mungu, au kumfanya Mungu kama ni kifuniko cha mwisho wa mambo yako, na sakafia tunasema sugar coating. Kama unafanya jambo lako mwisho unalipaka rangi, unalifanyia ile packaging ile kama pipi, unazungushia ile cover la nje limeandikwa Mungu. Hapana, Mungu anataka mwanzo na mwisho ufanye na Mungu. Tunasema huyu mtu ni wa imani. Anasema Zaburi 19 mstari wa 13 anazungumzia tu presumptuous work au matendo ya ukaidi. Anasema umzuie mtumishi wako asitende mambo ya kiburi,
yasinitawale mimi, ndipo nitakapokuwa kamili, nami nitakuwa safi, sina kosa lililo kubwa. Anaposema umzuie mtumishi wako asitende mambo ya kiburi. Mambo ya kiburi, neno mambo ya kiburi maana yake ni mambo ya kikaidi, mambo bila Mungu, mambo ya kiburi, presumptuous work. Mithali 19:3 anasema upumbavu wa mtu umpotosha njia yake, na moyo wake hununa juu ya Bwana. Uko katika jaribu la moyo wako kumnunia Mungu. Wanaojiita atheism wote wamemnunia Mungu tu, kwa sababu Mungu, ukisoma kitabu cha mwanamke, kumnunia Mungu ni kumkataa Mungu makusudi kwenye fahamu yako, alafu kaanza kufanya mambo kwa akili zako, ukaacha kumshirikisha Mungu kwenye mambo yako. Ili jaribu kubwa linawashika watu wa kila kada katika dunia ya siku ya mwisho, kuamini kwamba pasipo Mungu unaweza. Na shetani atakuletea mifano ya watu wengi sana wasiomwamini Mungu ambao. Jaribu la 4 la kidijitali la siku za mwisho ni dhambi ya kutegemea matokeo au nguvu au uwezo bila process au bila maumivu, ile pain of getting the results, maumivu ya kupata matokeo. Katika kizazi cha mwisho kinaitwa kizazi cha fast food. Kila kitu ni fast, fedha uzipate haraka. Utaki kupitia mchakato wa kufikia kwenye matokeo. Unataka matokeo bila kupitia mchakato. Kuna vitu ambavyo vinahitaji hard work, kufanya kazi kwa juhudi. Kuna vitu vinahitaji kufanya maandalizi, lakini watu wengi wanapelekwa kasi au wako lesi. Wanaruka michakato ya kupata matokeo na wanataka matokeo. Hili ni jaribu ambalo linawakumba watu wengi wa siku za mwisho. Na kupitia uchawi wa kisasa, kupitia mitandao ya kijamii, television na mazingira tuzunguka, billboards na matangazo ya kibiashara, tunahamasishwa kuruka hatua kwenda kupata vitu, matokeo, pasipo kufuata procedure, pasipo kufuata michakato halali ambayo Mungu amehalalisha. Shetani alijua Yesu alichokuja kukifanya ni kama Adamu wa pili, anakuja kumvua mamlaka yake. Kitabu cha Wakolosai anasema alipozivua mamlaka na akamfanya kuwa mkogo au kioja katika msalaba ule, akaushangilia ule ushindi, triumph katika msalaba ule. Alijua kilichomleta Yesu ni kumvua mamlaka yake. Lakini ili Yesu atekeleze wajibu wake ambao aliufanya kwa muda wa miaka 3 alipoanza ministry ya huduma yake ya kuelekea katika msalaba wa Golgotha na kuukomboa ulimwengu kutoka katika vifungo vya adui, ilimbidi apitie miaka 3. Mchakato ambao ulitumia miaka 3. Lakini yeye akamwambia katika majaribu ambayo alimjaribu, akamwambia ikiwa wewe ni mwana wa, amesema ukinisujudia nitakupa vitu vyote katika ulimwengu huu. Kwamba yani ukifanikiwa kupiga tu magoti mbele yangu nitakupa vitu vyote. Wakati anajua huyu Yesu mission iliyomleta ulimwenguni ni kumvua hiyo mamlaka na vitu vyote ambavyo alimnyang'anya Adamu, akawa ana mamlaka navyo, vyote virudi kwenye mamlaka ya Mungu wa mbinguni na mwanadamu kupitia Yesu Kristo, huku tukisubiri siku ambayo vitafutwa vyote ili Mungu alete vilivyo bora zaidi katika ile nchi mpya na mbingu mpya. Sasa ili jaribu aliyomjaribu Yesu kutaka kupata instant result, matokeo papo kwa papo kwenye kitu ambacho kingemchukua Yesu miaka 3, ndio jaribu ambalo linawatesa watu wengi wa kizazi cha kidijitali. Ndio maana utasikia pata mkopo wa chap, pata fedha chap. Wengine wanabeti ili atajirike, yani kufumba na kufumbua. Sasa huo mtego huo umewaingiza watu wengi, wamekwama. Wengine wameingia kwenye ushirikina, wameua wazazi wao ili wapate utajiri wa haraka. Wengine wameingia kwenye ndoa za haraka. Wanakula vyakula vya haraka. Afya imekuwa mgogoro. Kwa hiyo watu wengi wametegwa katika mtego huu. Hata ibada za chap. Mwisho wa siku na kukumbusha, anayekupeleka hivi resi unakuwa fisadi, ulikusanye mali.
watu wanagombania vyeo vya madaraka ya serikalini, makanisani, ili kwa haraka apate fedha, kwa haraka watoto wake wasome shule za gharama, kwa haraka anunue majumba nje ya nchi na sehemu mbalimbali, wakati kumbe angebaki na Mungu, angepitia mchakato. Hata kama ungekuwa na maumivu ambayo ameyakwepa kupitia kwenye njia za uchawa na ushirikina na njia za ajabu za haraka, angeweza kuvipata vitu vile vile na vikawa ni baraka. Watu wanaoluka hatua, mwisho wa siku wanachokipata huwa kinawaangusha. Huwezi kujificha. Matukio utakayoyafanya kama yatakusaidia sana, utaishia tu kufilisika. Lakini kama usipokuwa makini, yatakuua. Kwa nini? Umeruka mchakato wa kupata vile ulivyovipata, na hukujua adui aliyemlazimisha Yesu ampigie magoti ili vitu vyote viwe vyake, wakati Yesu mwenyewe amekuja ili kuvirudisha vitu kwake na kwa watoto wake watakao muamini baada ya mchakato wa miaka 3. Sikiliza, kazi zake ni 3: kuua, kuiba na kuharibu. Nikutie moyo na kitabu cha Wakorintho wa pili 5 mstari wa 20. Anasema hivi: basi tu wajumbe kwa ajili ya Kristo, kana kwamba Mungu anasihi kwa vinywa vyetu. Twaomba ninyi kwa ajili ya Kristo, mpatanishwe na Mungu. Ombi langu kwako, yawezekana katika maisha yako kwa njia moja au nyingine umekuwa muhanga wa mifumo hii ambayo imeingizwa katika ujanja sana, muhanga wa majaribu haya makubwa 4 ya kisasa. Sasa nachokiomba, upatanishwe na Mungu. Maana majaribu haya lengo lake ni kukutenganisha na Mungu, kutenganisha kazi yako na Mungu, ndoa yako na Mungu, uchamungu wako na huyo Mungu mwenyewe, utumishi wako na Mungu. Ninachokuombea leo, Mungu akupatanishe, uweze kucollaborate, kushirikiana na Mungu, uwe kana kwamba Mungu anaenda kupitia wewe. Kama kuna kitu umejifunza na unasema Mungu wangu na baba yangu, yawezekana katika baadhi ya majanga ambayo nimejikuta niko nayo ni matokeo ya majaribu haya ya kisasa 4. Wenda nimepoteza utambulisho wangu, wenda nimekuwa nikifanya mambo bila Mungu, na hata ninapoongea sasa katika kazi 3 za shetani, kuna vitu vyangu vimeshakufa, kuna matumaini yameshakufa, kuna vitu vimeshapotea, kuna vitu nimeshaibiwa, hata utambulisho wangu sijitambui, sijielewi, najifanyia gatu mambo. Nina habari njema kwako. Mungu anasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao, mliolemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Mungu akupumzishe. Kama kuna eneo lolote unaona haliko sawa kwenye maisha yako, na kutangazia, Mungu akupumzishe. Mungu apumzishe kutoka maumivu unayopitia. Kama ufasti huu umekupelekea hata umepata na magonjwa, Mungu akuokoe. Bwana akuponye. Afya na ikurudie kwa jina la Yesu. Baba, nakushukuru sana kwa ajili ya somo la leo na kwa ajili ya mtoto wako. Haya mambo ameyasikia, yako ambayo yamemgusa, yako ambayo anahitaji kuona ukimrekebisha, mrekebishe kwa jina la Yesu. Kama kuna vitu vyake vimekufa kwa sababu ya majaribu haya makubwa 4, ninaamuru kwa mamlaka ya jina la Yesu, vifufuke sasa katika jina la Yesu. Kama kuna eneo limemsababishia huzuni, amani na imrudie. Lakini Bwana, ninamtangazia kama kuna eneo ambalo iko dhambi, aliamini na kaamini ya kwamba hivyo alivyozaliwa ndivyo alivyo, na hata amesukumwa mbali na adui, ameacha kufikiria toba. Bwana, anapoleta toba zake na maombi yake, msamehe kwa jina la Yesu. Asante, maana kila kitu kimekuwa katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mungu akubariki sana rafiki. Nina habari njema kwako. Mungu anasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao, mliolemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Mungu akupumzishe. Kama kuna eneo lolote unaona haliko sawa kwenye maisha yako, na kutangazia, Mungu akupumzishe. Mungu apumzishe kutoka maumivu unayopitia. Kama ufasti huu umekupelekea hata umepata na magonjwa, Mungu akuokoe. Bwana akuponye. Afya na ikurudie
kwa jina la Yesu. Baba, nakushukuru sana kwa ajili ya somo la leo na kwa ajili ya mtoto wako. Haya mambo ameyasikia, yako ambayo yamemgusa, yako ambayo anahitaji kuona ukimrekebisha, mrekebishe kwa jina la Yesu. Kama kuna vitu vyake vimekufa kwa sababu ya majaribu haya makubwa manne, ninaamuru kwa mamlaka ya jina la Yesu, vifufuke sasa katika jina la Yesu. Kama kuna eneo limemsababishia huzuni, amani na imrudie. Lakini Bwana, namtangazia kama kuna eneo ambalo iko dhambi, aliamini na kaamini ya kwamba hivyo alivyozaliwa ndivyo alivyo, na hata amesukumwa mbali na adui, ameacha kufikiria toba. Bwana, anapoleta toba zake na maombi yake, msamehe kwa jina la Yesu. Asante, maana kila kitu kimekuwa katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mungu akubariki.